glorify your holy name, King of kings. And we lift your name and give you praise for who you are. Lord, we glorify your holy name, King of kings. And we lift your name and give you praise for who you are. You are good forever you are. Roho yako iliposikia hili neno lilikubadilisha ukawa nini? Does it up to this minute bado wewe, kwa sababu tunasema kwamba tukishaokoka na tukipewa hili neno basi sisi tunafanyika washahidi, na tukiwa washahidi basi sisi tunafaa kuwa sasa ni watu ambao ni wateule waliobarikiwa, wateule ambao wanaweza kuwa na mkombozi, wateule ambao wanaweza kupokea chochote, kwa sababu Yesu anasema kwamba chochote mtakachoomba mtapewa na Baba yangu. Hamtakosa, mtapewa na Baba yangu. Na wote walioamini wataweza kutoa mapepo, wote walioamini wataponya magonjwa, wote walioamini, hata ukimpa kitu kibaya hakitamdhuru kwa njia yoyote. Wote walioamini, wote waliosikia neno wakaamini, wakawa ni mashahidi wa Mungu kwamba yeye ni Mungu, hao ndio ambao wanaambiwa mambo haya. But people treat us like we are normal people. Utaona mganga anakutreat tu kama mtu ambaye hata hajui Mungu. Mimi nimekataa hiyo. Mimi hata nilikataa tangu sana kutreatiwa. Yani people are treating me like I even don't know God. Wakati anavuruga walevi huko, wananivuruga the same way. Hallelujah. Mitume wa kitambo na kanisa la kitambo, ukimguza you are dead. Ukijaribu kucheza na yeye you are in a problem. Ukijaribu kuingia kuharibu kile wako nacho you are in a problem. Lakini leo mtu atakuvuruga na aendelee kusimama. Hauna mtetezi. You are not a good witness. Hallelujah. Hallelujah. You have not witnessed in your plot, you have not witnessed to your people ambao, kuna mtu hapa nilituma nikamwambia aende nyumbani, akawitness kwao nyumbani kwamba aliokoka, because these people took the man, wakambadilisha, wakamfanya mganga wao. And then he comes this side, ametoroka kule, amekuja pande hii, ameokoka na ameanza kuhubiri. Hallelujah. Na hubiri Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. And then I was asking, Mungu, why don't these people change? Mungu akanipa huduma kwamba watu wengine wanahitaji waende kule nyumbani, wakasema huyu anahitaji aende nyumbani, ikajulikane kwamba sio mganga wa kifamilia, ni aliokoka. Sasa nikamwambia kwenda, nikampatia maagizo ili ataenda kutumia. Sijui kama alienda kutumia ama alienda kufanya mazingaono mengine, akaongezwa mbuzi 5 sababu alichinjiwa hivi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And you know, when you start to witness about God and then you have so many dirty things in your life, then this witness is corrupt. Inashindikana ni aina gani? Hallelujah. Inashindikana ni namna gani? And because of those things ambazo tunashindwa na kuacha, and now we are supposed to be witnesses, we do our way with the witnessing and we look for things that we want in our lives now. Tunajitafutia mambo. Ndio unaona sasa kumekuwa na watu wengi ambao wanatafuta jinsi za kuishi, jinsi za kufanya huduma, jinsi za. Ndio maana unasikia nilikuwa naambia watu wengine, ninawaambia kwamba hata unakuta kwamba mchungaji ambaye sio witness ameishiwa sana. Akikuja ndio ukija kwake ndio atengeneze ndoa yako, akuponye, lazima atasema wekelea, kuna madhabahu ndani yako, kuna laana na inahitaji kutolewa na kubomoa na kufanya nini, na hiyo inahitaji pesa. Sasa enda ulete 10,000, enda 20,000, enda ulete 3,000 na wekelea hapa, then anaanza kupiga mawe, unatoka hapo na shida yako. Sababu you know you do not trade when you don't have power for that. Bwana asifiwe. Nilikuwa nafikiria, ninaona kwamba Mungu wa Israeli, watu wale wanakuja hapa, if there is nothing you do in them, they will never come here. Hawawezi kuja hapa kufanya nini? Hawatakukaribia.
And how does God bring power in him, in people? Ataleta nguvu kwako namna gani, Mama Gitonga? It is when you are good witness in Kabati, in Kitui. Hallelujah. Bwana asifiwe. Is this truth? Because when you become a witness of God, you must have his word in you. Lazima kuwe na neno lake ndani yako, the truth yake. It doesn't matter whether they believe it is the truth or not. Lakini the truth of him is there. He created. Aliumba ulimwengu na aliumba kwa maneno. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Whether they dispute, is it in you? Jesus heals. Cancer can be healed through a prayer. Is it in you? Hebu nisomee Marko 4:23, 23 and 24. Kitabu cha Marko 4 mstari wa 23 na 24. Mwenye masikio na asikie. Mwenye masikio na asikie. Akawaambia pia. Akawaambia tena. Sikizeni kwa makini. Sikizeni kwa makini. Mnachosikia. Mkipime kile mnachowapimia watu wengine, ndicho mtakachopimiwa. Tena mtazidishiwa. Bwana asifiwe. Amen. Soma 23. Mwenye masikio na asikie. Ndio. 24. Akawaambia pia. Sikilizeni kwa makini. Mnachokisikia. Kipimo kile mnachowapimia watu wengine. Mpime kile mnachokisikia. Timotheo akaambiwa na Paulo, watu watajitafutia mambo yale wanapenda kusikia. Now the problem is, wakati tumekuja kusema ukweli wa Mungu, this truth of God, so that can be good witnesses, watu wanakwazwa, watu wanaumia roho, wanaona hapana, I do not want to hear that. Why? Kwa sababu ukweli unasema do not do this. This is what you are supposed to do. This is not the way. This is what is supposed to be the way. And then mtu akisikia kwamba nimekwazwa sana, apostle anaongea, sijui anasema nini, hiyo Biblia amesoma wapi? Now, kwa sababu umesikia, umepima, kipimo chako kikakuambia kwamba unakwazwa, unapigwa, unaumizwa, unaona sitasikia hiyo, nitachagua kile ambacho nitakuwa nikisikiliza. Na shetani yuko tayari kukupa kile ambacho ametayarisha usikize, ndio ubomoke, uharibike. Ndio maana nasema kwamba watatamani kusikiliza hadithi. Na unajua hadithi, these are zinaitwa nini, made stories za uongo. Like zamani tulikuwa tunaambiwa kwamba Abishugura na Mzee Kobe waliambiana wakimbie. Can that ever happen? Inawezekana? Atifisi aliitana na hiyo wakaambiana waende kule juu, wakakule ile hii, ati walikuwa nasema hii mawingu ni nyama nyeupe, ni nyama ya mafuta. Sasa huyu kunguru akamwambia fisi, wacha nikufungilie, unishikilie mkia tupande huko. Is this true? Si ni uongo? Watu wanataka hadithi kama hizo, na hadithi za Kiriamiti, na hadithi nyingi, upusi. Kwa sababu amen, haleluya, kile unachofaa kusikiliza kinakukwaza. Ulipokipima vile tumeambiwa, vile Marko anasema alipokipima, yani ulipokipima ukasikia kwamba ni kikwazo kitu. Amen. Kama jana nilikuwa na mkutano wa mama hapa, kama kuna mkutano niliona mzito na umelemea watu, kama umewawekelea mzigo
kilo kama 200 ni jana. Nilikuwa nawaangalia nione are they going to rise and go home, sababu ya kile walisikia. Ni ukweli what they had. Now walipokuwa wanapima wanasikia it's really difficult. It's really difficult. Hallelujah. Bwana asifiwe. Je, yawezekana kuwa hivyo ndivyo ilivyo kwako? Tukisema wacha usherati, tukisema wacha uongo, tukisema wacha maneno, wacha hii, wacha hasira, wacha hii, yawezekana kuwa unasikia kwamba sasa unapopima unasikia I cannot stop lying to people. Na wapendwa, wacheni niwaambie, tunahubiri na tunaendelea na kuhubiri. But a time like today kutakuwa na tarumbeta itapigwa and everything will be over. Is it that you'll be having a business that you love so much? That's what makes you a great liar. To be gone. It could be a husband or a wife who has turned you to be so angry that you can never be happy at all. To be over. Amen. Ni vyema kupima mafundisho haya na kuamua. You can only lie for a time. You can only fornicate for a time. You can steal for a time. Amen. Hata kabla dunia hii haijakwisha, unaweza nyimwa nguvu ya kufanya hizo vitu. Na ukuta you can never do it. And hili neno la Mungu ambalo linafaa kutufanya mashahidi wa Mungu kwamba yeye ni Mungu, linapokuwa nzito kwetu, sisi huwa tunajitafutia maneno ambayo ndiyo tunataka kutilia maanani na kuyasikiza na kuyapima. And that's when people try to be smart in sin. You know, people, kuna wakati wengine watu wanajaribu kuwa wajanja katika dhambi, wajanja katika uongo, wajanja katika usharati, wajanja katika wizi, wajanja katika mambo hayo, wajanja katika kelele. Atakupigia kelele kama hapigi kelele. Utapigiwa kelele kama hupigi kelele. Wazungu wanaitaka cold war. Inaitwa cold war. Unanyamaza, huongei. Yes, you are angry, you are not talking. Ukiulizwa katika roho, mimi sina maneno, niko sawa. Lakini kunyamaza si hasira tu. Kwani in the first place you kept quiet for what? Si kwa sababu umekasirika. Sababu neno halikuingia ndani yako. Halikuingia ndani yako. Many times when you cannot become a good witness, wewe uko na kikwazo katika moyo wako. Na kile kikwazo kiko moyoni mwako kitakufanya wewe ukatae kukubali ukweli wa Mungu. Na unapokataa kusikiliza ama kufuata ukweli wa Mungu, utajitafutia mambo ile ambayo utatumia. Marko akasema kwamba pimeni maneno mnayoyasikia. Kama haya ambayo mnahubiriwa. Now this is the beginning of the ministry of Jesus. Pimeni maneno haya mnasikia. Jesus says, I am the Son of God. I am the bread of life. I am the bread of life. I am the resurrection. Pima maneno haya uyakubali. Sometimes mimi natakanga kukubali hii maneno even without reasoning and without further knowledge. I'm a further reference. Kitambo, when I read that Jesus is the resurrection, I did not want to know how.